Sasa swali linakuja, iliwezekana vipi kupatikana siku ya kwanza jua hakuna? Sasa tukamkuta Daniel akaongopea watu. Akasema eti kipindi cha zile siku 3 ambao jua hakuna, Yesu ndo alikuwa anamulika. Yaani kila kitu anampachika Yesu. Eti Yesu ndo alikuwa nuru, ndo alikuwa anatoa mwanga kwa sababu kipindi hicho jua hakuna. Mtazamaji wa channel yetu, tupo hapa bwana na Mwalimu Suleiman Mbogwe. Tumekuwa na midaharo mingi, tumekuwa na vipindi vingi. Leo tena tunaendelea na hivyo vipindi. Na swala kubwa ambalo tupo nalo leo, mwalimu, ni kuhusiana na Qur'ani na Biblia. Tunajua kwamba yani hii ni common knowledge kwamba Qur'ani imekuja baada ya Biblia. Lakini huwa kuna madai kwamba baadhi ya mambo ambayo yameandikwa kwenye Qur'ani, tuseme yote yaliyoandikwa kwenye Qur'ani, wamekopi kutoka kwenye Biblia wakarekebisha kidogo. Wakati madai ya Waislamu ni kwamba yale maneno ya Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu moja kwa moja kupitia kwa malaika Jibrili kwenda kwa Mtume Muhammad ili atuambie sisi. Lakini ukija kwa Wakristo wanakuambia wamekopi baadhi ya maneno na mengine wameongezea ya kwao ambayo wanaona kama sio maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna vitu vimekuwa kama hivyo. Leo mwalimu, nataka tuongelee kidogo hilo, hasa kwenye upande wa sayansi. Hata madai ya sayansi ni kwamba ukiona Qur'ani imeandikwa, kitu chochote kinachohusu sayansi imekopi kutoka kwenye Biblia. Aliwahi kuongea mwalimu Daniel Mwankemwa katika midahalo yake. Sasa leo nitaka utuambie juu ya hilo. Wewe mtazamo wako ni upi na ukweli ni upi kwa kutumia vitabu? Mwalimu, asalamu alaykum, habari ya leo? Salama kabisa, habari za siku nyingi kidogo, maana ni muda tulionana. Habari ni nzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tupo salama. Naam. Kwanza nianze kwa kusema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Kwanza nashukuru leo kupata kipindi tena baada ya muda mrefu kidogo. Mada za private kwa hivi online kidogo tumeasiana, japo majuzi tulikutana katika mdahalo majuzi kidogo, lakini leo tutakuwa na kipindi hiki, na kulingana na hoja ambayo umeileta kuhusu madai ya baadhi ya wahubiri akiwemo Daniel Mwankemwa kama ulivyoweza kuzungumza, na wengine wenye mawazo kama ya kwake kwamba kwa sababu Qur'ani imekuja mwisho, kuna vitabu vingine vimetangulia. Qur'ani haipingi hilo, kwanza kutanguliwa na vitabu, isipokuwa tu ni kwamba Qur'ani, Mwenyezi Mungu kuna baadhi ya maandiko ambayo yanapatikana ndani ya Biblia na kuna baadhi ya maandiko ambayo ni mfumo maalum ambao Qur'ani imeeleza. Kwa mfano, tunapozungumzia uumbaji na kwamba tuseme kwamba Qur'ani imeiga, hakuna sehemu ambayo imeiga, kwa sababu kwanza ukisoma Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume SAW, wama kunta tatlu min qablihi min kitabi wala takhutuhu biyaminika idha la artaba almubtilun, kwamba Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume SAW kwamba wewe Muhammad hukuwa mwenye kusoma kitabu kabla ya hii Qur'an wala kuandika kwa mkono wako wa kuume, na ingekuwa hivyo basi wale ambao wanataka, yani wale wasioamini wangeweza kujenga shaka. Kwa hiyo kwanza Mtume SAW ana sifa ya kutokujua kusoma na kuandika. Kwa hiyo inamuondolea hii sifa ya kwamba ameiga kwa sababu hajasoma popote. Kwa hiyo kwanza hilo linaondoa hiyo hoja kwamba Mtume SAW labda tu amesoma Biblia, labda alivyoona. Kuna wengine wanasema kashindwa akaamua kuanzisha Uislamu. Ni kwamba Mtume SAW amepokea wahai na kabla ya hapo hakuwa akijua chochote. Kwa hiyo hakuwa akijua kusoma wala kuandika, kwa sababu angekuwa na sifa hiyo basi ingeonekana amesoma vitabu vingine akaamua kwa falsafa yake kuandika kitabu. Kwa hiyo kwanza Qur'ani inakanusha. Na jambo lingine ni kwamba tutaangalia pia misemo iliyotumika ndani ya Qur'ani na misemo iliyotumika katika vitabu vya kale ikiwemo Biblia. Kwa mfano, ukisoma Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura ya 50 aya ya 38, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema maneno haya, na hizo sasa ndio naanza point za kutenganisha baina ya Qur'ani misemo yake na baina ya vitabu vingine. Mwenyezi Mungu anasema Bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi 6 ayyam wama massana min lughub. Mwenyezi Mungu anasema, na kwa hakika tumeumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kwa muda wa siku 6 na hajatukuta machovu, yani Mungu hajachoka baada ya kuumba. Kwa hiyo haya tunayozungumza kwamba Qur'ani inakanusha, ni aya nyingi tunazozungumza hivyo kwamba Mwenyezi Mungu ameumba lakini hakuchoka. Lakini kwa mfano tukisoma katika kitabu cha
Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo inaonyesha kwamba, hebu kwanza tusomee Kutoka sura 20 aya 11. Hapa tunataka tunionyeshe tofauti ya misemo iliyomo ndani ya Qur'an na misemo iliyotajwa katika vitabu vya kale. Kutoka 20:11. 20:11. 11 nasema, maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato akaitakasa. Unaona? Kwa hiyo inaonyesha kwamba siku ya 7 Mungu alipumzika. Ndio. Kwa hiyo inaonyesha kuna machovu. Sasa Qur'ani inakataa kwamba Mwenyezi Mungu anasema walaqad khalaqna samawati wal ardha fi 6 ayyam. Kwanza Mwenyezi Mungu anasema walaqad khalaqna samawati wal ardha wama bainahuma fi 6 ayyam wama massana min lughub. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema ameumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kwa muda wa siku 6, lakini hajamkuta machovu katika kuumba. Kwa hiyo Mungu hakuchoka. Kwa hiyo kustarehe kwa mujibu wa Qur'ani hakuna. Kwamba Mungu alistarehe siku ya 7 hakuna. Na jambo lingine pia niliweza kusikia maneno ya Daniel katika maelezo yake kwamba Qur'ani, Biblia inasema kuumba kwa siku 6. Lakini mimi naomba wewe mwenyewe kwanza nikuhakikishie kwanza Biblia inakataa hizo siku 6. Mfano, hebu soma Mwanzo 2:1 mpaka 2. Angalia tu tofauti iliyopo hapo. Sawa. Mwanzo 2:1. Naam. Inasema hivi: basi mbingu na nchi zikamalizika kuumbwa na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Kwanza hapo sio siku 6. Nadhani tukirudia vizuri unaweza ukaelewa vizuri. Naomba urudie, twende kipengele hadi kipengele. Basi mbingu na nchi zikamalizika kuumbwa na jeshi lake lote. Ndio. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Tulia hapo. Siku ya 7 Mungu alimalizia nini? Kazi yake. Kwa hiyo siku ya 7 akafanya kazi ile alikuwa anamalizia. Hapa tunasema alimaliza. Alimaliza. Kwa hiyo siku ya 7 Mungu pia alifanya kazi ile alikuwa anamalizia. Yaani kama ni nyumba ameshapiga bati kila kitu, lakini siku ile ya 7 akawa anamalizia kupaka rangi, kupiga floor, kuweka madirisha na nyavu. Yaani ni mfano kama huo. Kwa hiyo ukituambia kwamba kwa mujibu wa Biblia Mungu ameumba siku 6 sio sahihi, kwa sababu siku ya 7 alimalizia kazi. Okay. Kwa hiyo hii inapingana. Sasa baada ya kuona hili sasa, labda nije katika kuna baadhi ya aya ambazo Daniel alizinukuu. Sasa mimi nashukuru kwamba Ustaz Kimweli aliongea vizuri sana, ila mimi nataka kuendeleza uelewa wa watu. Kwa sababu tunahitaji watu waelewe. Niendelee kutoa ufafanuzi zaidi. Ukisoma Qur'ani sura ile ya 41 aya ya 9. Qur'ani 41 aya ya 9. Ngoja niisome hapa. Hii pia Danieli alijengea shaka sana. 41:9. Inasema Bismillahirrahmanirrahim. Qul أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Kwa hiyo aya inasema sema hivyo nyinyi mnamkataa aliyeumba ardhi katika siku 2 na mnamfanyia washirika, huyu ndiye Mola mlezi wa walimwengu. Akasimama kwanza hapo kwamba Qur'ani sura ya 41 ya 9 inaonyesha Mungu aliumba ardhi kwa muda wa siku 2. Akaendelea aya inayofuatia, aya ya 10. Aya ya 10 inasema waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayamin sawa'an lis-sa'idin. Kwamba anasema na akaweka humo milima juu yake na akabarikia humo, akakadiria humo chakula chake katika siku 4. Haya ni sawa kabisa kwa wanaouliza. Kwa hiyo hapa tukakuta kwamba Mwenyezi Mungu ameumba milima na vilivyomo humo na akaweka na chakula cha kuwatosha watu kwa muda wa nyakati siku 4. Akazihesabu siku 2 za ardhi, siku 4 za milima na vyakula, akahesabu ni 6. Akaendelea aya inayoendelea mbele. Aya mbele inasema thumma stawa ila samai wa hiya dukhan faqala laha
wal ardi atiya taw'an au karhan qalata ataina ta'i'in. Kwa hiyo akaendelea aya hii sasa kwamba kisha akazielekea mbingu na zilikuwa moshi, akaziambia hizo na ardhi, njooni kwa hiari au kwa nguvu, vyote viwili vikasema tumekuja nasi ni watiifu. Sawa Tunaendelea tena aya ya mbele. Hapa tunakuta Mungu ameziambia mbingu na ardhi vyote viwili kwa wakati mmoja. Sasa aya ya 12 ambao sasa ndio alistiki hapa. Faqadahunna sab'a samawati fi yawmaini wa auha fi kulli samai amraha. Hii aya akaja akakazia. Akasema basi akazifanya mbingu 7 kwa siku 2. Akazipangia kila mbingu mambo yake. Sasa hapa akaja akahesabu tena kwamba siku 2 za ardhi, siku 4 za milima pamoja na chakula ni 6. Akajumlisha hapa na aya ya 12 kwamba kuna siku 2, maana yake siku 8. Ukiangalia kwa akili za kawaida unaweza ukasema ni kweli alichosema, lakini katika lugha ya Kiarabu kuna vitu viunganishi, japo kuna kitu nataka nikifafanue vizuri hapa. Kuna neno thumma kwenye aya ya 11. Neno thumma ni kiambatanishi, neno kisha. Yaani mfano wa kawaida katika lugha ya Kiarabu ukisema mfano akala tu'ama thumma sharbal maa, yani amekula chakula kisha akanywa maji. Kwa ni kitendo cha mfuatano, vitendo viwili tofauti lakini vimefuatana. Haiwezekani kwamba mtu awe amekula chakula leo afu maji yanywe kesho kutwa, haiwezekani. Kwa hiyo ni vitendo. Sasa mbingu na ardhi ilikuwa pamoja, na haya yanathibitishwa na Qur'an. Kwa hiyo Qur'an ukikurupukia tu huwezi kuielewa. Kwa hiyo siku 2 za ardhi ndio siku 2 zile za mbingu, vyote vilikuwa pamoja. Mfano sasa natoa haya kuthibitisha moja kwa moja, sababu hapa alishindwa kuelewa. Ukisoma Qur'ani sura ya 21, sura ya 21 aya ya 30. Ndiyo. 21:30. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna maneno hapa anayasema, ngoja ifunguke. Je, hao Mwenyezi Mungu anasema awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal ardha kanata rataqan fafataqnahuma. Mwenyezi Mungu anasema hawaoni waliokufuru ya kuwa mbingu na ardhi vilikuwa pamoja kisha tukaviambua, yani tukaviachanisha, sisi tukazibabandua. Kubamandua, yani ukisikia kitu kubamandua na maana vitu ambavyo vimekamatana. Na hapa ndio maana wana science kuna kitu kinaitwa the Big Bang Theory. Kwa hiyo mbingu na ardhi ilikuwa pamoja. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia huwezi kuipata the Big Bang Theory kwa sababu haionyeshi kwamba mbingu zilikuwaje na ardhi ilikuwaje. Na ndio maana aya tuliyoisoma ndani ya Qur'ani kwamba kabla ya hapo mbingu vilikuwa ni moshi. Kwa hiyo maana yake ni mlipuko ule wa the Big Bang Theory, kuonyesha wazi kwamba Qur'ani ndio ambao imeeleza kifaswaha kisayansi kuliko kitabu chochote. Sasa tunapozungumzia the Big Bang Theory huwezi kuipata kwa mujibu wa Biblia. Lakini jambo lingine la msingi ambalo hapa sasa nataka kwanza, kuna kitabu alikisoma, hiki kitabu alikitumia cha science hiki cha Dr. Maurice Bucaille. Huyu ni Mfaransa na hakuwa Muislamu awali. Huyu hakuwa Muislamu awali na nitaeleza historia yake kidogo mbele hapo. Huyu baada ya kuandika hiki kitabu, kwanza watu wa Faransa walimtaka aandike kitabu, wanasema they asked him to write a book and condemn Islam. Wakawa wamemtaka aandike kitabu kwa ajili kwanza aelezee mapungufu kwenye Uislamu, ili watu wa Ulaya wanasema watu wa Ulaya wanaoamini sana wanasayansi, the best mind, kwamba wakizungumza chochote watu huwa wanakubali. Kwamba kama angesema Islam is terrible, basi watu wote wa Ulaya wangekubali kweli Uislamu ni hatarishi. Kwa hiyo walipomtaka aandike hiki kitabu, baadaye akaomba kwanza apewe Qur'an, ikawa imefasiriwa kwa lugha ya Kifaransa. Aliposoma akawa hakuelewa, akaomba asome Kiarabu, akaenda Yemen takriban miaka 3 akasoma, akawa anasoma Kiarabu vizuri kifaswaha zaidi. Akaenda Misri
akakaa takriban miaka miwili, akawa anasoma Kiarabu, analyze lugha ya Kiarabu, lakini akatoka hapo akaenda sehemu tofauti takriban miaka 8 mpaka 10, akawa anafanya utafiti wa lugha ili aweze kufafanua vizuri, aielewe Qur'ani vizuri, ili akiandika kitabu kiweze kumaliza Qur'ani na Uislamu. Okay. Sasa baada ya kuandika akarudi tena kwao Ufaransa. Aliporudi akasema, I got so many data the way that you gave me to do, but before I tell you what I collected from Islam, I will say it to you. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akasema kwanza akasema I got so many data, kwamba nina data nyingi za kutosha. The way that you gave me to do, kwamba kile kazi mlionipa mimi niifanye ambayo nimeifanya. Kwa hiyo anasema, lakini kabla sijawaambia nini nimekusanya kutoka kwenye Uislamu, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, kwamba nakiri ya kwamba hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja, na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. So Dr. Mausi Bucaille became a Muslim in front of his own people. They got angry. Hii ndio historia ya huyu bwana. Baada ya kuzungumza, kutoa shahada, kukubali Uislamu na kumbali Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa Muislamu, watu wake walikasirika, wakamuuliza, vipi mbona unaingia katika Uislamu? Akasema, I have particularly analyzed the Quran from step by step. The information in the Quran is beyond 7th century, and not a human being could be able to write a book like the Quran. It is impossible. Huyu bwana baada ya kusoma vizuri akasema, nimefanya utafiti, uchambuzi katika Quran. Nimegundua kwamba information iliyomo ndani ya Quran si mwanadamu wa kawaida anaweza kaandika. Vile vitu ambao vimo ndani ya Quran ambao nimevikuta ni tofauti, yani ni zaidi ya karne ya 7. Kwa hiyo akao bwana ameingia katika Uislamu. Sasa huyu ndio alimtumia Daniel, akasoma ukurasa wa 137. Kwa nimeeleza kwa kifupi historia yake bwana, nini kilimuingiza katika Uislamu, na hiki kitabu alikiandika kabla ya kuwa Muislamu. Sasa ukurasa wa 137 ndio aliusoma. Kwa hiyo na mimi nitataka hapa ni usome, alafu uone Daniel alisoma kiujanja ujanja, alafu akakimbia kama kawaida yake. Alisoma hapa anasema hivi. Hapa kuna passage ambayo amesoma, anasema, in the two passage from the Quran quoted above, reference was made in one of the verses on the creation of the heaven and the earth, Surah number 7 verse number 54, and elsewhere to the creation of the earth and the heaven, Surah number 41 verse number 9 to 12. The Quran does not therefore appear to lay down a sequence for the creation of the heaven and the earth. Akawa ameishia hapa, akasema katika passage mbili zilizotajwa, yani mafungu yaliyotajwa hapo juu, yanaonyesha kwamba jinsi gani uumbaji wa mbingu na ardhi katika sura ya 7 na sura ya 7:54 na katika sura ya 41 ambayo ndio tumeinukuu ile aya. Sura 41 aya ya 9 mpaka 12. Na Qur'ani, ndani ya Qur'ani hakuna mfuatano, yani mtiririko wa kuumbwa mbingu na ardhi. Akawa ameishia hapa wakati hizi passage inaendelea. Sasa sehemu ambayo hakuisoma ni hii. Sasa mimi naomba niisome, ni ukurasa wa 138. Anasema, in actual fact, apart from the chapter number 79, there is not a single passage in the Quran that lay down a definite sequence, a simple coordinating conjunction, thumma, meaning, and links two terms, or the word thumma, which as has been seen in the above passage, can indicate either a simple juxtaposition or a sequence. Sasa kwanza nitafsiri haya maneno. Nasema kiukweli ni kwamba kinyume na sura ya 79 kwamba hakuna hata
fungu moja ndani ya Qur'ani ambao limeeleza kwa mtiririko namna ambayo ya muunganiko, kama vile katika maana ya neno thumma ambao limeonekana katika aya zilizopo zilizopita juu, ambalo hili linaonyesha ni tukio la mfuatano, kitu ambacho kinaitwa juxtaposition or a sequence, yani mtiririko, kwamba sura ile ya 79 ndio imeeleza mtiririko wa uumbaji. Sasa yeye hakufika huko. There appear to me to be only one passage. Sasa hapa ndio wanasema, Dr. Maul Sibukai anasema there appears to me to be only one passage in the Quran where a definite sequence is plainly established between different events in the creation. Kwa hiyo hapa Dr. Maul Sibukai anasema imeonekana kwangu kwamba kuna fungu moja ambalo liko wazi kabisa, ambalo hili ndio limeeleza kwa mtiririko ambao akaweka hapa ni sura ya 79 aya 27 mpaka aya ya 33. Kwa hiyo hapa hii sura imeeleza kwa mtiririko. Sasa naomba nisome sura ya 79. Sasa nisome sura ya 79 aya kuanzia 29. Katika zile siku 8 au ilikuwa ni siku moja, juxtaposition afuna nini na sequence. Sasa hapo juxtaposition maana yake inakuwa ni huku wakati na hili linaendelea. Yani ni kitendo cha wakati mmoja ambacho ukisoma ile sura tulisoma 21:30 kwamba hawaoni waliokufuru kwamba mbingu na ardhi ilikuwa pamoja. Kwanza ile imethibitisha. Hata hivyo lakini singeomba ardhi bila mbingu kwa sababu ilikuwa pamoja. Kwa hiyo ndio ikapata Big Bang theory imekuja kuelezwa hapo. Okay. Na mpaka tunawakuta wanasayansi wamekuja kuprove kwamba ndio maana tuna uwezo tukapata baadhi ya vitu mbalimbali. Nitakuja kuvigusa hapo kidogo. Sasa aya 29 inasema hivi. Bismillahirrahmanirrahim. Anasema imeanzia 27. Anasema, "Je, nyinyi ni wenye umbo gumu zaidi ya mbingu yeye ameijenga?" Yani Mungu anauliza, nyinyi binadamu ni wenye umbo gumu zaidi ya mbingu yeye alizojenga? Akainua kimo chake, akazitengeneza vizuri, na akautia giza usiku wake, na akautokezeshea mwanga wake. Na ardhi baada ya hayo akaitandaza, akatoa ndani yake maji yake na malisho yake, na milima akaisimamisha. Kafanya haya yote kwa ajili ya kustaheresheni nyinyi na wanyama wenu, bali anayefanya yote haya si muweza wa kuwafufua. Kwa hiyo hapa Mungu ameeleza namna ya mbingu alivyoumba, milima, akaweka maji, akaweka vyakula vya kuwatosha. Hapa ndio huyu Dr. Maul Sibukai anasema hayo yeye katika kusoma Qur'an ndio aya alizoona za mtiririko moja kwa moja. Kwa hiyo ukitazama hizi aya, mfano sasa aya 29 hapa sasa ndio hoja naijenga ili kuonyesha tofauti. Aya 29 Mwenyezi Mungu anasema wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha, kwamba usiku akaumbia giza na mchana akautokezeshea mwanga. Sasa hii ndio hoja ya msingi ambayo wanasayansi wameiona, ambao hii wanasema ndani ya Biblia huwezi kupata vitu kama hivyo. Mfano, hebu nisomee Mwanzo 1:1. Mwanzo 1:1. Anasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa tupu tena bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Tulia kwanza. Kwanza kuna kitu hapo ambacho ndio tunasema Qur'ani haiwezi kuiga Biblia. Kwa mfano hapo tumesoma hiyo Mwanzo inasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na nchi zilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Sasa kwa mtazamo wa hiyo andiko, giza limeumbwa? Giza halijaumbwa. Kwa giza lilikuwepo. Ndiyo. Sasa tofauti ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha, kwamba usiku tukaumbia giza na mchana tukautokezeshea mwanga. Kwa hiyo Qur'ani inaonyesha kwamba giza pia limeumbwa. Biblia inaonyesha giza lilikuwepo. Sasa aliyeliumba nani? Biblia inasema iliumbwa nuru. Iliumbwa nuru, giza lilikuwepo.
Sasa na pia wanasayansi wanatuambia kuitaja nuru siku ya kwanza ambao jua bado, kwanza ni uongo. Ndio maana wanasayansi wanasema kwa mtazamo wa kisayansi Biblia haikubaliani, kwa sababu haiwezekani Mungu ataje aumbe nuru wakati jua bado. Imepatikana vipi usiku na mchana wakati jua halijaumbwa? Kwa sababu ili upatikane mchana ni jua litembee, ili upatikane usiku na mchana. Sasa inapatikana vipi? Na ukisoma hayo maandiko, mchana umepatikana siku ya 4, yani jua limeumbwa siku ya 4. Kwa hiyo sasa ukituambia kwamba Qur'ani imeiga Biblia, it is not make sense. Haingii akilini kuifananisha Biblia na Qur'ani, kwa sababu na mfano Daniel alisema ukisoma Mwanzo inaonyesha, wanasayansi wanasema kuna nyakati, kuna nafasi, afu kuna nini. Angalia mfano hii nisome katika lugha ya Kiingereza. Sura ya 79 kuna kitu nataka ukione tofauti yake. 79 29 29. Ngoja uone kuna kitu hapa, ni kuonyeshe mfumo wa nyakati. Yeye kaongopa. Nasema na kuonyesha mfumo wa nyakati ukoje. Anasema wa aqtasha lailaha wa akhraja dhuhaha. Ukifasiri katika lugha ya Kiingereza anasema it is night he covers with darkness, and its forenoon he bring out with light. Kwanza kuna neno limetumika forenoon. Unajua ni muda gani huu? Manake mchana minne, manake ni sawa na sio 4 kwa maana ya namba. Okay. Hii hapa forenoon au a forenoon. Ukianza na a ni a forenoon. Okay. Unaona? Kabla ya mchana. Hii ni kabla ya mchana. Sasa si katika Uislamu nyakati zote zimetajwa. Na ukimwambia si kwa Muislamu hawezi kutaja nyakati. Mfano, si tuna alfajiri ambao ni subuhi. Tuna dhuha. Hii dhuha ndio imekusudiwa kwenye hii aya. Dhuha ni muda ambao jua linachomoza kuanzia palikipanda, ni dhuha. Na ndio maana ikaambiwa hapa forenoon. Alafu kuna noon time. Noon time ndio adhuhuri. Okay. Yaani ni noon time ni ile mchana ule kamili. Kwa hiyo tunaposema afternoon, unajua ni maana gani? Maana baada ya mchana. Baada ya mchana ni adhuhuri kuendelea. Okay. Kwa hiyo sasa sisi Waislamu tunafahamu, tuna magharibi, tuna alasiri. Kwa hiyo alasiri ni jioni, hiyo ni evening time. Kuna magharibi, dawn. Sawa? Kuna magharibi ambao yani ni muda ule ambao giza linaingia. Alafu tuna usiku ambao ni laili. Kwa hiyo akituambia nafasi, nyakati, yeye nyakati hazijui. Na ndio maana Qur'ani imetumia neno dhuha. Wa aqtasha lailaha wa akhraja dhuhaha. Kwa hiyo neno dhuha limetumika, maana yake dhuha sio mchana, lakini imekusudiwa mwanga unaoanza kuanzia hapa asubuhi. Kwa hiyo hili ni jua lilokusudiwa. Sasa ukisoma ndani ya Qur'ani, mfano ukisoma sura ya 10, sura ya 10 aya ya 5. Sasa hapa ndo nataka nikuonyeshe tofauti moja kwa moja. Kwa hiyo wanaosema mtazamo kwamba Qur'ani imeiga Biblia si maneno sahihi, kwa sababu Qur'ani ina misemo yake. Sura ya 10 aya ya 5, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Bismillahirrahmanirrahim. Inasema katika sura ya 10 aya ya 5, anasema huwallazi ja'ala shamsa dhiyaa wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassil ayati liqaumi ya'lamun. Anasema yeye ndiye aliyelijalia jua kuwa mwangaza, yani mwanga, na mwezi ukawa nuru. Kwa hiyo kuna tofauti ya mwanga na nuru. Okay. Unaona? Kwa hiyo Qur'ani ndio inaeleza kwamba Mwenyezi Mungu ameliumba jua akalifanya kuwa ni mwanga, yani taa, na mwezi ukawa ni nuru. Kwa sababu hata wanasayansi, hata Danieli anakubali kwamba mwezi hauna mwanga asili. Okay. Kwa sababu mwezi unaaksi mwanga kutoka katika nuru, katika jua. Kwa hiyo ndio maana mwanga wa mwezi, yani nuru ile ya mwezi haina joto. Sasa kuthibitisha hilo ni kwamba, hebu nisomee Mwanzo 1 anzia 12.
Mwanzo 1 kuanzia 12. 12. Naam. Sawa. Anasema nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzaao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Tulia kwanza hapo. Hapo tunaona hiyo ni mimea, sawa eh? Kwa hiyo Biblia inaonyesha mimea imepatikana, jua halijaumbwa bado. Sasa mimea imewezaje kuota hali ya kuwa jua hakuna? Okay. Endelea kidogo. Anasema na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake, Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Unaona siku ya tatu jua bado hiyo. Ndio. Lakini mimea tayari ipo, jua hakuna. Ndio. Sababu tunaamini ili ipatikane mimea kuna mvutano baina ya mwanga wa jua. Na ndio maana mmea ukiupanda ndani utafuata mwanga wa jua unatokeza sehemu gani, utafuata huko huko uliko. Kwa hiyo kuna mvutano baina ya miunzi ya jua na mmea. Endelea. Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku. Maana usiku ulikuwa na mchana ulikuwa, lakini vilikuwa vijatenganishwa vizuri. Nayo iwe ndiyo dalili ya kuonyesha majira, siku na miaka. Sasa ukisoma kwa Biblia hiyo ni ya mtandao. Biblia hii ya kawaida. Ukisoma inasema Mungu akaiumba mianga mikuu miwili. Akaumba mianga mikuu miwili. Alafu hapo baada ya kusema miwili akasema mkubwa utawale usiku na mdogo utawale mchana. Okay. Na akaziumba nyota pia ili iwe majira na siku na miaka. Ikawa hivyo, Mungu akaona ni vyema, ikawa hivyo, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Jua ndio linapatikana. Sasa swali linakuja, iliwezekana vipi kupatikana siku ya kwanza jua hakuna? Sasa tukamkuta Danieli akaongopea watu. Akasema eti kipindi cha zile siku 3 ambao jua hakuna, Yesu ndo alikuwa anamulika. Yaani kila kitu anampachika Yesu. Eti Yesu ndo alikuwa nuru, ndo alikuwa anatoa mwanga kwa sababu kipindi hicho jua hakuna. Hivi ya mambo hata kwenye Biblia huwezi kukuta. Sasa ndio mtihani hapo, mtu anasema eti kwa mujibu wa hapo Qur'ani imeiga Biblia, imeiga sehemu gani? Lakini mimi nina swali hapo kidogo tena wakati tunaendelea. Unasema kwenye Qur'ani Mungu aliumba giza na aliumba mwanga. Ndio. Sasa napata kidogo wasiwasi. Mungu alishaiumba dunia. Ina maana dunia haikuwa na giza wala mwanga. Kulikuwa na nini? Kulikuwa na nini? Hakukuwa na chochote. Kwa sababu kila unachokiona kimeumbwa. Sasa kama hakuna giza na hakuna mwanga, maana yake kuna nini hapo? Ni hakuna chochote. Okay. Na ndio maana sisi kama Waislamu kwa mujibu nakumbuka hii katika mada zilizopita tushai kuzungumzia mpaka asili ya kuipata ardhi, Mungu alivyoanza kuumba kalamu, na hilo kalizungumzia kwamba sasa Mungu anasema ameanza kuumba kalamu. Sasa bila kujua kwamba hakuna kitu chochote ambacho utakifanya leo lazima kalamu itangulie. Lazima kalamu ifanyeje? Itangulie. Ili uchole draft kwamba hapa nataka ramani, kalamu imetangulia. Kwa hiyo na ndio maana hata yeye ukienda shuleni kalamu, ukisoma Qur'ani sura ya 76. Ndio. Sura ya 76 ni 96, ambao ni sura ya kwanza kushuka. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ngoja tuisome. 96. Hai nasema Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Hapa tafsiri nasema soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Amemuumba mwanadamu kwa pande la damu. Soma na Mola wako ni karimu sana, ambaye amemfundisha binadamu wa ilmu zote hizi kwa wasta msaada wa kalamu iliyoandika vitabu na watu wakapata ilmu. Kwa hiyo leo ndio maana yeye Danieli hata katika simu yake ili aeleze kitu akiandike lazima atumie kalamu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alitanguliza kalamu kwa sababu kalamu ni kama vile kompyuta ambayo inahifadhi kumbukumbu kwa kuziandika. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alianza na kalamu kwa sababu kalamu ndio iliyo sababu ya watu kupata elimu. Unaona?
Kwa hiyo hoja ya msingi inakufa kifo cha kawaida kwamba kalamu ndio Mwenyezi Mungu alianza kuumba. Sasa swali linapokuja kwamba sasa Mwenyezi Mungu kabla ya kuumba giza kulikuwa na nini? Hakukuwa na chochote, kwa sababu kile kilichoumbwa ndio kilikuwepo. Na ndio maana hakuna kitu kilitangulia kabla ya kuumbwa. Na ndio maana ukimchunguza Mwenyezi Mungu huwezi kupata majibu kwamba Mungu kabla hajaumba alikuwaje. Na ndio maana kuna baadhi ya wanachuoni wanasema maneno haya kwamba inna Allaha kana wa huwa ala ma kana qabla khalqil makan wa lam yataghayyar an ma kana alma ma kana wa alma ma yakun wa alma ma sayakun wa alma ma la yakun walau kana kaifa kana yakun. Wanasema hivi, verily God was and he still is the way he was even before created time and space. He's all along been mutable. He knows what was, he knows what is, and he knows what is in store, and he knows the non-existence, and the non-existence has been there. He knows the non-existence how would have been. Kwamba hakika Mwenyezi Mungu alikuwa vile vile alivyokuwa kabla hajaumba mahala popote, na wala hakubadilika namna ambayo hakuwa. Anajua yaliyokuwa na anajua yanayokuwa na anajua yatakayokuwa na anajua yale yasiyokuwa kama yangekuwa jinsi gani yangekuwa. Huyo ndio Allah tunayemwabudia sisi Waislamu. Kwa hiyo kabla hakijaumbwa chochote hakukuwepo, kwa sababu kila utakachokiona kama vile Biblia inasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Hakiwezekani kiwepo kitu ambacho Mungu hajakiumba, haiwezekani. Kwa hiyo ndani ya Biblia tunaona giza lilikuwepo kabla halijaumbwa, yani giza lilikuwepo. Kwa hiyo ndio tofauti kati ya Biblia na Qur'an. Na kuna siku moja mimi niliwahi kusoma semina moja, alikuja mhubiri mmoja wa kimataifa, yule anaitwa Dr. Abu Amina Phillips. Alivyokuja, kwa bahati nilihudhuria semina, na kuna baadhi ya masomo tulisoma. Sikumbuki ni hoteli gani ilikuwepo, nimeshaisahau na jina. Lakini wanasema kuna katika kutembea kwake kuna watu wanaitwa atheist na deist, ambao atheist wanaamini kwamba Mungu yupo lakini Mungu aliyekuwepo ni kiumbe. Deist ndio hawaamini kabisa. Sasa hawa atheist wana kawaida ya kuuliza, wanauliza waumini wao, yani wale wakubwa wao wanawaambia, can God create a stone too heavy for him to lift? Kwamba Mungu anaweza akaumba jiwe kubwa alafu Mungu akakaa juu ya jiwe? Angalia mtazamo wa kawaida. Kwamba Mungu anaweza akaumba jiwe kubwa alafu Mungu akakaa juu ya jiwe. Wanauliza swali, waumini wanaulizwa. Wakisema inawezekana, asema it means that kwamba God is unable. Yani akisema kwamba Mungu anaweza akaumba jiwe kubwa ambalo na yeye mwenyewe akakaa juu ya jiwe, wakisema Mungu hawezi, wanasema it means that God is unable to do all things. Kama ni hivyo, Mungu hawezi kufanya kila kitu. Kwa hiyo akisema kwamba Mungu anaweza akaumba jiwe likawa kubwa na yeye akakaa juu ya jiwe hilo, wanasema it means that God can create something bigger than himself. Kama ndio hivyo, basi Mungu kubwa anaweza akaumba kitu kimemzidi mwenyewe. Kwa sababu kama unaomba kitu afu kinakubeba, huoni hicho kitu ndio kikubwa kimekubeba wewe? Sasa ndio hilo, kuna hoja watu wanatuambia Yesu yuko mbinguni na mbingu zimeumbwa. Hoja ndio iko hapo sasa. Na ndio maana si kuna mtazamo wa Uislamu kwamba Mungu hayuko mbinguni. Kinachokusudiwa mbinguni ni utukufu. Na ndio maana Qur'an inasema thumma stawa 'ala al-arsh. Kwamba Mungu ametawalia juu ya arshi. Kwa sababu ukisema Mungu yuko mbinguni, mbingu ya ngapi? Kwa sababu sisi mbingu ziko 7. Lakini Biblia inaonyesha Yesu yuko mbingu ya 3. Sasa kama Mungu yuko mbinguni, na ndio maana kuna baadhi ya maandiko kusoma 6:18 Nyakati. Inasema Nyakati wa pili 6:18 kwamba yamkini Mungu atakaa na watu duniani, seuze mbingu na mbingu za mbingu hazimtoshi. Kwa hiyo Mungu hawezi kukaa kwenye mbingu kwa sababu mbingu ni kiumbe. Kwa hiyo kinachokusudiwa Mungu mbinguni ni utukufu wake, lakini Mwenyezi Mungu ametawala juu ya arshi, ametawalia pale. Unaona? Kwa hiyo hoja ya msingi ni kwamba kabla hajaumba giza halikuwepo, kabla hajaumba nuru haikuwepo. Kwa hiyo sasa wewe mwenyewe akili yako inaweza ikafanya kazi kwamba sasa kama haikuwepo kulikuwa kuna nini? Kulikuwa hakuna chochote. Ndio jibu liko hivyo. Kwa sababu kila utakachokiona kimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Yaani Mungu ndo alikuwepo mwenyewe tu. Kabla hajaumba chochote
hakukuwepo na chochote. Ina maana he created from nothing. Ameumba kutokana na kutokuwepo na kitu. Sasa una swali lingine kuhusu hilo? Kwa hapo sasa sina swali. Labda tuendelee tu. Kwa hiyo sasa tunapokuja sasa hoja ya msingi. Tumeisoma hiyo Qur'ani sura ya 10 aya ya 5 inaonyesha Mwenyezi Mungu ameliumba jua. Na baada ya kuliumba jua na akaujalia mwezi kuwa na nuru. Na akauwekea vipimo ili kwamba watu waweze kufahamu majira ya mwaka, miezi, miaka na mahesabu mengine. Yaani Mwenyezi Mungu alichoeleza anasema pia na mahesabu mengine. Kwa hiyo hesabu nyingine pia zinaweza zikatumika hapo kwa mfumo wa aina yoyote. Kwa mfano, kuna kitu leo nataka nikieleze kitakuwa cha ajabu kidogo. Kwa mfano, ukisoma ile surati Kahfi, sura ile ya 90, sura ya 18, ambao unaona katika maelezo ya Daniel pia alisema. Ndio. Japo hili jambo nishaye kulifundisha, lakini nataka nitolee ufafanuzi zaidi watu waelewe, waendelee kufahamu. Kwa mfano, Qur'ani sura ya 18, sura ya 18 aya ya 86. Hebu naomba tuisome hiyo aya. Alafu kuna kitu leo nataka pia nikiingize hapo. Okay. Qur'ani imeeleza vitu vingi sana. Na mimi nakaribisha sana watu waje kwenye Uislamu wasome. Sio wajisomeshe wenyewe. Qur'ani ukisoma mwenyewe huwezi kuelewa. Ili ufundishwe ndio uifahamu Qur'an. Kwa mfano tu hapa, hebu twende hiyo aya ya 86. Sura ya 18 aya 86 inasema hivi, Bismillahirrahmanirrahim. 86. Mwenyezi Mungu anasema Bismillahirrahmanirrahim, hatta idha balagha maghriba shams wajadaha taghrubu fi aini hamiat wa wajada indaha qauman. Hii sura alinukuu Daniel akasema huyu anayekusudiwa hapa ni mfalme mmoja anaitwa Dhulqarnain. Wazungu wanamfahamu vizuri, anaitwa Alexander the Great, ndio huyo hapa Dhulqarnain alikusudiwa, ambao historia inaonyesha huyo amezunguka dunia nzima. Anasema hata alipofika machweo ya jua aliliona jua likitua katika chemchemi yenye matope meusi, na hapo akawakuta watu. Sasa huwa na kaida ya kuuliza, hii sayansi gani jua linazama kwenye matope? Sasa mimi nataka leo nifafanue kitu fulani watu waweze kufahamu, wapate uelewa. Okay. Qur'ani imeeleza vitu kisomi sana. Lakini kilichokusudiwa hapa ni nini? Ni kwamba Dhulqarnain aliliona jua, ule ulikuwa ni maono, sio kwamba Mungu ameumba jua ndio linazama kwenye chemchemi ya matope. Yeye aliona katika maono. Maono, yale maono aliyoona ambao wanasema ni optical illusion, yani ni mtazamo, maono ya macho. Sasa macho yanaweza ukaona maono ambao sio halisia. Ndio. Sio halisia. Ndio maana kisayansi wanasema ni optical illusion event. Kwa ni tukio la maono ya macho. Sasa eneo hili ambalo yeye amefika, baadhi ya video mimi nimeweza kuonyesha mpaka ramani hilo eneo. Okay. Ni kwamba kuna sehemu moja ambayo inaitwa Azerbaijan. Azerbaijan sasa hivi kuna mji unaitwa Azerbaijan, ni nchi. Ni nchi kabisa hiyo Azerbaijan. Ambapo sehemu hiyo zamani kabla ya kuwa hiyo ni nchi inajitegemea ilikuwa ikitawaliwa na Urusi. Okay. Ilikuwa ni dola ya Urusi. Sasa maeneo hayo kuna mji mmoja unaitwa Baku. Ndio. Eneo hilo ndio Dhulqarnain alipita. Sasa baada ya kufika hapo, alivyoona hilo tukio, hayo maono, eneo hilo Mwenyezi Mungu alikusudia ni geography. Okay. Sasa mwaka 1813 ndio watu wameweza kugundua kwa mara ya kwanza sehemu ile aliyoona yale maono ndio imegundulika petroli kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo Qur'ani kuna kitu ilikusudia pale. Na hiki nitakuja kufafanua kwenye aya ya 90, nikuonyeshe tukio lingine, alafu hata ukiingia kwenye mtandao utaenda kukuta majibu. Okay. Kwa mfano, ukisoma kitabu kinaitwa At-Tahrir wa Tanwir, Sheikh mmoja anaitwa Sheikh Muhammad Al-Tahir ibn Ashur anasema wayadhharu anna hadhihi al-ain min uyuni an-nafthi al-waqi'atu ala sahil al-bahr al-khazar haythu madinatu Baka wa fiha manabi'u an-nafthi al-ana wa lam yakun ma'rufan yawmaidhin.
Wanasema inaonyesha ya kwamba katika eneo hilo hizo chemchemi ndio sehemu ambao ni visima vya mafuta ambao vimepatikana katika bahari ya Caspian Sea, yani bahari ile ya Caspian Sea, katika ufukwe, in the coast of Caspian Sea, ni katika ufukwe wa ile bahari ya Caspian, kwamba sehemu hizo kuna oil sources, kuna vyanzo vya mafuta ya petroli. Kwa hiyo sehemu hiyo ambao unapatikana mji wa Baku katika huo mji, lakini nasema was not known then at the time, kwamba lam yakun ma'rufan yawmaidh, haikuwa ikijulikana, lakini ndio sehemu ambayo kwa mara ya kwanza mwaka 1813 watu wanagundua katika utawala wa Galistan. Kipindi hicho watu wanaishi hapo hawazidi 1000. Walikuwa ni watu wachache eneo hilo. Kwa hiyo ndio leo hata ukiingia Wikipedia, andika hiyo bahari ya Caspian Sea au andika hiyo anasema petroleum seep, ukiandika hiyo utaikuta hiyo historia, na hakuandika Muislamu. Yaani mtu anaweza akasema Muislamu kaandika hiyo story. Unaona? Kwa hiyo ndio eneo mpaka leo hilo sehemu kuna visima vya mafuta, kuna matenki, kila kitu pale mafuta ndio kwa sababu watu waliogundua mafuta tena kwa mara nyingine ni Marekani. Kwa hiyo kabla Marekani hawajagundua eneo hilo tayari ishagundulika mafuta. Kwa hiyo ilikuwa ni geography. Kwa hiyo tukio lile si kwamba aya zimesema jua linazama, ila ni maono ya Dhulkarnain, yani ule Alexander the Great. Sasa twende aya 90. Hapo ndio naona watu wanaweza wakanielewa kwa nini nimesema geography. Tukienda katika aya 90, hii aya unaweza ukasema inafanana na hiyo tuliyopita. Sikiliza aya inasema hivi. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idha balagha matli'a shamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hata alipofika matokeo ya jua, yani kule alifika magharibi, huku amefika mashariki, yani sehemu ambayo inachomozea jua. Ndio hii aya ya 90 inasema hata alipofika matokeo ya jua, aliliona jua likichomozea watu ambao Mwenyezi Mungu hajawekea pazia ya kuwakinga nalo. Yani kuna sehemu huyu Alexander the Great, yani Dhulkarnain, katika kutembea dunia, kaenda mashariki na magharibi. Kaanza magharibi kamalizia mashariki. Aliwakuta watu ambao jua linawachomozea, ambao Mungu hajawekea kinga ya kuwaziba na jua. Kwa eneo hilo kuna kitu kinaitwa midnight sun. Midnight sun. Kuna sehemu ambayo baadhi ya maeneo, baadhi ya nyakati jua halizami. Kwa hiyo kuna jua mpaka usiku. Na miongoni mwa maeneo hayo ukienda Australia, ukienda Norway, sehemu moja inaitwa Arctic Norway, lipo eneo baadhi ya nyakati huwa jua halizami. Kwa hiyo kuna midnight sun na full moon. Kwa hiyo mwezi unawaka na jua linawaka. Sasa Qur'ani ilikuwa pia ni geography. Kipindi hicho mtume hajafika huko. Na hata hao wenye kufasiri wanachuoni hawajai kutembea kwenda kuona, wamefasiri kama Qur'ani inavyosema, lakini watu wakitembea ndio wanaenda. Na ndio maana Qur'ani inasema tembeeni muone jinsi Mwenyezi Mungu alivyoumba. Kwa hiyo kutembea pia ni sehemu ya kusoma. Kusoma sio kusoma vitabu tu. Pia na kutembea pia ni sehemu ya elimu. Sasa si karne ya 7 Mtume SAW anasema in the case of Islam the attitude toward science was generally speaking quite different. Nothing can be clearer than the famous hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, seek for science even in China, or the other hadith which say that the search for knowledge is a strict duty for every Muslim man and woman. Karne ya 7 mtume anayazungumza anasema katika hadithi maarufu, anasema katika kuelekea science, yani ndani ya Uislamu, ni jambo ambalo linazungumzwa kwa tofauti kubwa, quite different. Lakini anasema nothing can be clearer than the famous hadith. Hakuna kitu kilichokuwa wazi zaidi kuhusu science zaidi ya hadithi za mtume maarufu, ambayo inasema, hadithi ya kwanza inasema tafuteni science hata katika miji ya China. Angalia karne ya 7 mtume anahitaja China, hajai kufika. Na ukiangalia Saudi Arabia, Maka au Madina, kwenda China ni mbali sana. Lakini mtume hajai kufika huko. Lakini tayari anahitaja China, kwamba tafuteni science hata katika miji ya China, karne ya 7. Alafu leo mtu anatuambia kwamba Qur'ani imeiga.
Inaiga vipi? Karne ya 7 mtume anatuambia tutafute science. Kipindi hicho hata wana science hao hakuna. Alafu hadithi nyingine anasema the search for knowledge is a strict duty for every Muslim man and woman. Kwamba kutafuta ilmu ni faradhi, yani ni lazima kwa Muislamu mwanaume na mwanamke. Karne ya 7. Na ukisoma history inaonyesha karne ya 8 mpaka ya 11 wanachuoni wakubwa na wataalamu wasomi wengi walikuwa wakienda katika maktaba ya Cordoba, ambao mpaka leo historia inaonyesha kuna vitabu zaidi ya 1400 vimekutwa pale katika maktaba ya elimu ya juu. Na ndio maana watu wengi, wanachuoni wengi na wasomi wengi wa Ulaya walikuwa wakienda Cordoba kwenda kusoma. Kwa hiyo wanasema kama leo inapokuwa watu wanaenda Amerika kwenda perfect their study, ili kwenda kukamilisha masomo yao na fumbuzi zao ama tafiti zao, wanaenda Amerika. Lakini zamani walikuwa wakienda Cordoba, ambayo ilikuwa ni university ya Kiislamu. Sasa tunapozungumzia science, Waislamu ndio watu wa science. Na ndio maana Sheikh kuzungumza siku moja hata mgunduzi wa kamera ni Muislamu. Karne ya 11. Karne ya 11 mgunduzi wa kamera alikuwa ni Muislamu. Karne ya 19 mpaka 20 ndio wanapatikana Wakristo, ndio inapatikana kamera ya aina ya Kodak. Karne ya 19 mpaka 20. Karne ya 11 Muislamu ameshagundua. Anaitwa Abu Haytham the first. Yani huyo ndio mtu wa kwanza ambaye amegundua kamera. Sasa leo tunapozungumzia science watu hawaelewi, lakini Waislamu ndio wenyewe wataalamu wa science, na Qur'ani imeeleza kwa ufasaha zaidi kuliko kitabu chochote. Una swali lingine la kuuliza? Hapana, kwenye sayansi tuendelee. Sasa kwa hiyo sisi, mfano kuna hadithi moja hapa huwa inasemwa kwa kejeli. Sasa leo naomba nisome. Okay. Mtume SAW ndani ya Qur'ani, tutakuja kueleza kwa siku nyingine vitu vingine vingi tu. Ndiyo. Kwa bahati nilikuwa kuna Waislamu nawaambia nahitaji vitabu kama mnaviona hizi. Mnaoona hizi ni Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Juzuu 9. Kuna Muislamu mmoja kutoka Marekani ameninunulia hivi vitabu. Na bado kuna vitu vingine navihitaji, nahitaji kamera, nahitaji vifaa, na nahitaji pia Sahih Muslim 9 nyingine. Hizi zaidi kama ya 200 nayo. Okay. Ambayo hii ni fasili ya Kiingereza ambayo ina material, nitaonyesha mfano tu hapa. Kuna hadithi moja tutaisoma hapa ili watu wajue tunapohitaji vitabu sisi watu watafiti tunasoma vitu kwa ushahidi. Kwa hiyo bado kuna vitu vingi na vihitaji sana. Hizi ziko juzuu 9. Zote 9. Okay. Kwa watazamaji naomba, hii ni kazi ya Muislamu. Hizo hela ningepewa ningekula tu, lakini mimi ninachoangalia kwanza ni kuitetea dini. Kwa hiyo Waislamu mnavyoviona hivi kanunua Muislamu mmoja tu kanunulia kutoka Marekani hivi hapa. Ziko 9 zote. Sasa nataka nisome juzuu ya 8 ya 7. Okay. Juzuu ya 7. Haya, nitasoma ukurasa wa 372. 372. Na hapa naomba maandishi yake kidogo ni madogo, naomba nitumie miwani ili nione vizuri. Kwa tunaposema elimu kwanza vitabu. Mtu asikudanganye kwamba bila vitabu kwamba utakuwa na elimu. Huwezi kuwa na chochote. Elimu ni vitabu. Kwa Uislamu bado tunahitaji misaada hiyo na vitu vingi kwa ajili ya kutangaza Uislamu. Kuna hadithi hapa kama alivyosema kwamba Qur'ani imetaja wadudu 5, akiwemo nyuki, akiwemo buibui, kipepeo, kuna mbu, kuna mdudu mwingine ambaye ni inzi. Hii hadithi ni hadithi ya 5782.
ambayo kichwa cha habari juu kinasema a chapter, if a house fly falls in untesily. Hii inakusudia kwamba house fly ni nzi ule wa chooni. Kwa nzi ule aliyeguswa ule wa kijani ndio manzi wa nyumbani hao waliokusudiwa. Sasa hadithi anasema ngoja nifupishe maelezo niende kwenye hadithi kamili ambao anasema Utba Muslima bani ibn haya. Niende kwenye hadithi moja kwa moja. Ani Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala idha waqa'a adh-dhubab fi ina'i ahadikum falyaghmisihu kullahu thumma liyathrahihu fa inna fi ahda janahaihi shifaan wa fi akhiri daan. Hadithi anasema narrate Abi Huraira radhiallahu anhu, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, if a fly falls in a vessel of any of you, let him dip all of it into the vessel and then throw it away, for in one of its wings there is a disease, and in the other there is healing, antidote for it, the treatment for the disease. Kwa hiyo Mtume SAW anasema ikiwa nzi ameingia katika chakula cha mmoja wenu, katika chombo cha chakula cha mmoja wenu, basi na amdumbukize nzi mzima into the vessel, katika hicho chombo, and then throw it away, kisha amtoe amtupe. For in one of its wings there is a disease, kwamba katika bawa moja la nzi lina maradhi, and in the other there is healing, kwamba na bawa lingine lina ponyo, antidote, yani ni kinga au dawa, for it, the treatment for that disease. Okay. Kwa hiyo hadithi kuna watu walikuwa wanaleta kejeli, na ndio maana nilitaka hivi vitabu kwa sababu uzungumze kitu kwa ushahidi. Hivi vitabu mwanzo nilikuwa navyo lakini nilipoteza. Nilipata mazingira fulani vitabu vikapotea mkoani. Sasa wanasayansi imekujaje sasa hii hadithi? Hadithi inasema medically it is well known now that a fly carries some pathogens on some parts of its body, as mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam before 1,400 years approx, when the human knew very little of modern medicine. Anasema kitiba inafahamika ya kwamba kwa sasa kwamba nzi hubeba vimelea vya magonjwa, pathogens, on some parts of its body, katika sehemu mojawapo katika mwili wake, as mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam before 1,400 years approx, takriban miaka 1400 iliyopita. When the human knew very little of modern medicine, kipindi ambacho wanadamu hawakuwa wakijua tiba za kisasa au madawa ya kisasa. Similar, Allah Ta'ala vile Mwenyezi Mungu, yani hivyo Mwenyezi Mungu mtukufu created organism and other mechanism. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliumba kiumbe na akakiwekea njia, which kills these pathogens, kwamba akatengeneza vitu katika hicho kiumbe ambacho kinaua hao pathogens ya wale vimelea vile vya maradhi, ambao kuna kitu kinaitwa penicillin fungus kills pathogenic organism like staphylococcus and other etc. Kwa hiyo kuna kitu Mwenyezi Mungu amekiweka kama kinga ama dawa ya kuua vile vimelea ambao vina sumu ya maradhi. Genic plus the antidote for those pathogenic organism.
Unasema utafiti wa kisasa uliosimamiwa kutumia vyombo vya kisasa vimegundua kwamba nzi anamiliki maradhi sehemu katika mwili wake, na upande mwingine kuna kitu kinaitwa antidote. Antidote kama vile kinga au dawa for those pathogenic organism, yani ya kuua hivyo vimelea vya hayo maradhi. Ordinary, when a fly touches a liquid food, it affects the liquid with its pathogens. Kwamba nzi akiingia katika chakula cha umajimaji, yani kama vile kinywaji au chakula cha majimaji, basi huwa ile sumu yote ya maradhi inaambukiza kile chakula. So it must be dipped in order to release also the antidote for those pathogens to act a counterbalance to the pathogens. Kwa hiyo anapokuwa ameingia katika kile chakula cha umajimaji, basi italazimika umtumbukize wote ili uruhusu ile sehemu ambayo ina dawa ya kuua vile vimelea inaoweza kupambana navyo vile vimelea iweze kufanya kazi. Sasa baada ya hiyo nasema, regarding this subject I also wrote through a friend of mine to Dr. Muhammad M. Al-Samani, Chief of Hadith Deputy in Al-Azhar University, Cairo, Egypt. Baada ya hapo akasema nikaandika kumpelekea rafiki yangu ambaye alikuwa ni mkurugenzi alikuwa ni mkurugenzi kwenye department ya hadithi katika chuo cha Al-Azhar pale Cairo, Misri, who has written an article upon this hadith, ambaye yeye pia aliandika makala kuhusu hii hadithi. And as regards medical aspects, he has mentioned that the microbiologists have proved that there are longitudinal yeast cells living as parasites inside the bell of the fly, and these yeast cells, in order to repeat their life cycle, protrude through respiratory tube of the fly, and if the fly is dipped in a liquid, these cells burst in the fluid, and the contents of those cells is an antidote for the pathogens which the fly carries. Kwa hiyo anasema baada ya tafiti za kisasa imegundua kwamba vimelea hivi ambavyo kuna vimelea ambao kuna cells ambayo inaishi pia, yani ukimtumbukiza yule nzi katika tumbo lake kuna sehemu ambapo huyu nzi anapumua. Kwa hiyo sehemu hiyo kuna vimelea vinaishi kama viumbe pale. Kwa hiyo ile antidote unapokuwa umemuingiza, vile vimelea vyote vinabasti, vinapasuka vyote, ina maana vinakufa, vinateketea. Kisha yale maradhi yote yanafutika. Kwa hiyo hivi vimelea vinamfanya nzi anapopumua vimfanyishe aweze kurudi kuishi tena, ambao hizo ndio wanasema repeat their life cycle. Hii ndio vinamfanya nyuki aendelee kuishi. Kadri anapopumua vinamfanya. Sasa sehemu hiyo ndio vinaishi hivyo vimelea. Kwa hiyo baada ya kuingiwa katika kile chakula ambacho cha umaji, kwa hiyo hii inafanya sasa anapokuwa amezama kuweza kuua vile vimelea vya magonjwa ambavyo nzi amevibeba. Kwa hiyo tumeona ufaida ya saa kuwa na vitabu. Kwa hiyo tunazungumza vitu kwa ushahidi. Hapa nimesoma ni ukurasa wa 372. Hadithi ya 5782 ambao ndio imekuja na watafiti na vitu vimewekwa hapo. Kwa hiyo tunapokuwa na vitabu tunakuwa na faida. Kwa hiyo tunapozungumzia hadithi, kwa hiyo watu wasije wakaongea kwa kejeli. Muhimbili si mtu kafanya hivi, kachunguza, kagundua nzi ana ugonjwa tu. Sasa kwa vipimo gani? Hawa ni wataalamu na yani Mtume SAW hawezi kaongea kitu kisha kikaenda blank. Kwa hiyo kila kitu kilichoelezwa na Mtume SAW kiko makini na kifanywa utafiti, watu wanapata majibu. Kwa hiyo hizi ni katika zile Sahih Bukhari juzuu 9 nazo. Hapa ndio umeanza kazi. Kwa hiyo naomba kuna vifaa na vihitaji. Kwa inshallah baada ya kusema haya tunao mambo mengi ya kuzungumza kuhusu sayansi kwa mujibu wa Qur'an. Labda nimalizie kwa kitu kimoja kama muda unatosha. Sasa leo nataka nieleze simu yangu imeweka wapi.
Sasa hebu Waislamu, kuna kitu hapa